wanaona kesho tena tutaenda tutazikusanya. Sasa ndio hivyo, hata kanisa nakuta wako wachungaji watatupiga sadaka wakwambia zinakuja, Mungu anazileta. Si kanisa hili batizini chokuja ndio unavyoona kama hivi. Sisi hatuna mahubiri hayo. Yale si Mungu ataleta mafanikio. Si hatuna mahubiri hayo. Sisi tunachojua kwamba usipofanya kazi hautakula chakula. Chapa kazi. Yaani ukiwa kwenye kazi, piga kazi kweli. Wewe kinachopelekea mpaka ndugu zako kukutana nazo, wakutana kama wanakudharau, ukitoa hoja ameongea ni azimo kweli. Ila ukiona kuna watu wakitoa hoja wanasikiliza. Ndio nikapigia mfano hapa, akaja tu Moa hapa au Balesa. Tunafundisha elimu ya uchumi. Watu mtajaa. Yani hata tena itatokea hata matangazo anatangaza jamani atakuwepo au utakuta tukisikia. Bwana yuko Balesa kule. Anafundisha nini? Anasema anafundisha namna kutengeneza soda au namna ya kuhifadhi. Wewe utajikuta tu ngoja nikasikilize. Unakimbia. Kwa nini? Ni kwamba unaona huyu mtu kafanikiwa. Narudi mimi kwenye point yangu nilikuwa nizungumzia huko, nilikuwa nazungumza tu mengine, narudi hapa. Usiangalia ufundi wa maneno wanayokuwa wanayatamka. Nimekwambia msingi wa kwanza ambao ni wa kubomoa. Cha kwanza, ondoa wahubiri wote, weka mhubiri mmoja tu. Sema huyu ndo nitakayemsikiliza kila siku. Kama itakuwa unaonaga kwamba yeye mahubiri yake yako mitandaoni, huyo nyoka naye. Sisi wengine tulikwama kwa sababu tulikuwa tunachanganya chama, utaweka huyu, utaweka huyu. Ndio anakuambia tulifeli kwa sababu unakuta tunaambatana marafiki na wenyewe hawana hata mpango wa kusoma. Mwisho wa siku tulifeli. Ili wewe usifeli, maana anza kutafuta watu ambao unaona huyu kafaulu, huyu nyoka na huyo tu. Mfanye kwa ndo rafiki yako tu huyo. Biblia inasema wale pengine nasema ajifanyaye rafiki wengi ni kwa ajili ya uangamivu wake mwenyewe. Lakini yuko mmoja tuambatana naye huyo kuliko ndugu. Katika Kristo Yesu au katika wokovu, bahati mbaya sana jinsi ilivyo. Ukipiga chovya wewe utaganda kwenye mimi kabisa. Mimi na uhakika haya tunayosema hapa au utakayoongea hapa, hata anayefundisha hapa Pastor Zawadi labda kuhusiana na kazi na sio kwamba ni mageni sana. Hapana, ni elimu za kila siku za kikosi kazi. Ila kwa nini na pengine hata hivi vitabu hivi ambavyo anakuambia nitakusomea hapa yako mimi yamejaa, ila nikaja nikaelewa kwa nini wengi bado tumekwama pale. Misingi ile ya kwanza hatujaivunja, bado tumeshikilia pale. Tunataka tuende naye vile kama ilivyo tukuta tukiwa tumekwama. Twende hivyo tukiwa tumekwama, tunaweza kuwahubiria na wengine, jamani njoeni kwa Yesu. Je, akikuangalia anaona kiatu kimepinda mahali fulani. Akiangalia wakati mwingine anaona kama ni nguo haijapigwa pasi au kichwa hakijachanwa, vile anasema wote tuje kwa Yesu ili tuwe hivyo. Ndio mwisho wa siku unakuta wanatutazamaga, anasema kwa lokole wamechanganyikiwa. Unajua kwa nini? Ni wanaona tulivyo. Mimi nakuhakikishia imani ingelikuwa inahubiriwa katika usahihi, hata tusingekuwa na muda kwanza kwenda kuwatafuta watu wangetufuata wenyewe. Na ndio maana unakuta hapa Pastor Zawadi anasema tutabanana kwanza sisi. Kwa sababu sisi kwa kazi tuna hata mzee ndio waga anafanyaga hivyo. Haanzi kwenda kuangaika na wanje kwa njooni msali hapa. Yaani sisi hapa anaanza na wewe hapa.